Jambo Christelle Fitri, mpenda msikilizaji, hujambo na karibu kufuata matangazo yetu ya hii siku ya leo. Kwanza muktasari wake: zaidi ya wagonjwa 1000 kupona miongoni mwa wale 5200 ya janga la Ebola ni idadi iliyotolewa na shirika la waganga pasipo mipaka, wanaoongelea matatizo mengi hususani wagonjwa wasioshughulikiwa kimatibabu kwani wajificha ndani ya majamii. Hali ya usalama haiaminiki kabisa tena katika vijiji kadhaa ya Sultani wa Bwito, huku zaidi ya watu 4 waliharibiwa maisha mwezi uliopita. Shirika la raia yawalika viongozi kuingilia kati kwa ajili ya ukingo na usalama ya wakaaji. Na shule complexe la Renaissance iliyoitwa zamani Atene Royal de Kananga itawapokea mara tena wanafunzi kisha kukarabatiwa kwake, ikiwa majengo 13 za vyumba vya shule sasa zipo tayari itakapotimia mwanzo wa mwaka mpya wa shule hivi karibuni. Haya na mengine yatatolewa kwa urefu hivi punde tu. Mpendwa msikilizaji, kaa nasi. Leo ni siku ya kwanza ya tarehe 24 Agosti mwaka tuliomo. Tutafungua taarifa yetu ya habari na afya kama vile nilivyotanguliza kusema. Jimboni Ituri, kisha takribani masiku 100 kisha kutangazwa rasmi kwa janga la Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shughuli za kuwajukumia waathirika yaonekana kuwa taratibu. Ripoti ni kwamba zaidi ya wagonjwa 1000 tayari wametangazwa kupona baina ya wagonjwa 5200 waliohakikishwa kugonjwa, ila kasoro ya uwepo wa maambukizi yapo, ikiwa ni 50%. Kwa bahati mbaya, baadhi ya wagonjwa hawa waishi nje ya kituo halisi ya matunzo, yaani miongoni mwa jamii. Hesabu hili ilitolewa hadharani wakati wa mkusanyiko na pasha habari iliyoandaliwa na shirika la waganga pasipo mipaka. Toka Bunia, Isaac Remoyope atuarifu zaidi. Tangu kutangazwa kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola tarehe 16 mwezi wa 5 uliopita, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushirikiana na washirika wake imeimarisha juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Vituo vya matibabu, vyumba vya kutenga wagonjwa, laboratoire, magari ya wagonjwa vimepelekwa katika maeneo makuu yaliyokumbwa na huo ugonjwa. Timu za wahudumu wa afya pamoja na wasimamizi ya jamii wanaendelea kutoa huduma za matibabu. Kutokana na juhudi hizi, zaidi ya wagonjwa 1100 tayari wamepona na wengine waliokutana na magonjwa wakifuatiliwa. Ijapokuwa mafanikio hayo, mlipuko bado unatisha. Kulingana na MSF, ugonjwa unaendelea kuzidi uwezo wa hatua za kukabiliana nao. Hadi sasa ugonjwa huo umesababisha vifo 2500, yani karibu mgonjwa mmoja kati ya 2 ufariki. Jambo linalotia wasiwasi zaidi ni kwamba 62% ya vifo hutokea nje ya vituo vya matibabu, hali unayochochea kuenea kwa virusi katika jamii. Kwa mujibu wa MSF, ushirika wa jamii ndio nguzo muhimu ya kumaliza mlipuko huo. Inaposemeka hivi, kunako makata nyingi za mji wa Mbujimai, maji inayouzwa ndani ya mifuko ya plastiki yanatumiwa sana, ikiwa inapatikana kunako maduka kwa bei rahisi na yavutisha angalisho ya majamii. Ila mbalimbali na urahisi ya kukipata, kipi kinatengenezwa na masuala ya usafi kwa pahali pa matengenezo yake ndio haikirikiki na kuaminika kabisa. Wataalamu wa masuala ya afya wadhani kwamba matumizi ya maji yasiyo safi yaweza kuhatarisha wakaaji kwa magonjwa mengi ya maji yasiyoruhusiwa kunywa. Esther Dalafina amekuandalia taarifa katika usomi wake Elise Kavira. Ukitembea sokoni ama kwenye barabara kubwa za mji, utawaona wauzaji wa maji ya sashe kila mahali. Wanauzisha maji ya sashe kwa bei chini kwa watu wanaopita njia au wanaotafuta maji ya kunywa. Mara nyingi wanatosha maji hiyo kwenye pambu za Regideso kisha wanayajaza kwenye sashe mbele ya kuuzisha. Kwa wauzaji, kazi hii inawasaidia kupata kipato kidogo cha kusaidia jamaa zao. Wengi wao wanasema kwamba maji ya sashe yanauzwa sana kipindi hiki. Kwa upande wa madaktari, wanaendelea kutoa tahadhari kwa wakaji kuhusu maji haya. Wanasema kwamba mara nyingi haijulikani jinsi maji hayo yanavyohifadhiwa kabla ya kuwekwa kwenye sashe. Hivyo yanaweza kuwa na vidudu vinavyoweza kusababishwa magonjwa kama tifoid, kuharisha na kipindupindu. Hata hivyo, watu wengi wataendelea tu kununua maji ya sashe kwa sababu bei yake ni ya chini, yanapatikana kwa urahisi katika maeneo ambapo watu wengi wanakusanyika. Kwa habari kama na huo tu, tunayo habari njema kama na hii kwa wakaaji wa Kolwezi jimboni Lualaba. Huko
Mji yamepata tayari chumba baridi ya kuwachunga wafu inayo uwezo upokezi ya mili pasipo uhai 200. Hii itakuwa jambo jipya kwa mara ya kwanza kabisa huko Grand Katanga. Jengo lile limejengwa kunako mahali ya makaburi mapya maarufu ni Usapa. Jengo lile litatoa jibu halisi kwa tatizo la kuchunga mili pasipo uhai, ikiwa wakaaji walikuwa wakihangaika kote mjini kutafuta nafasi ya kuweka wafu wao. Pole Munanga atuarifu zaidi. Kituo hiki cha kisasa cha kuhifadhia maiti kiko umbali wa takriban kilomita 1 kutoka katikati ya jiji la Kolwezi katika eneo la Dilala. Kina majengo ya utawala yenye vifaa kamili, kanisa dogo, chumba maalum kwa ajili ya familia zilizofiwa wakati wa shughuli za mazishi na chumba cha udhibiti kinachotumia mifumo ya kompyuta kufuatilia mara kwa mara hali ya joto katika chumba cha kuhifadhia maiti na kutoa taarifa za kiufundi kwa kuwasha kengele ya tahadhari yenyewe. Kituo hiki kina uwezo wa kuhifadhi zaidi ya mili 200 na kitaendeshwa kwa kutumia mwanga wa umeme wa nishati ya jua unaojitegemea. Vifaa mbalimbali pia vimewekwa, ikiwa ni pamoja na machela maalum ya kusafirisha na kuingiza mili kwenye vyumba vya kuhifadhia maiti. Kwa meya wa Kolwezi Jacques Masengo Kindele, miundombinu hii mipya itahakikisha mazishi ya heshima kwa marehemu, huku ikitoa huduma bora na msaada kwa familia zinazoomboleza. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi. Wakati huo ugonjwa wa kifua kikuu ya wararua wafungwa kunako gereza kuu la Boma. Kuaminiana na shirika linalohusika na maendeleo na urejesho wa afya kupitia matunzo ya asili, wafungwa 17 ndio waathirika wa ugonjwa huo. Kati yao tayari 2 walipoteza maisha yao juma uliopita. Shirika hii inayotetea kuheshimika kwa haki ya afya kwa ajili ya wale ambao hawana, awalika viongozi husika haraka iwezekanavyo kuingilia tatizo hili kwa kuepuka maambukizi gerezani. Huko ukuta wa jela hii ikiwa ya kuzeeka mno, hali yaendelea kuwa mbovu gerezani kuu la Boma, ikiwa ilijengwa kwa upokezi ya wafungwa 116. Kwa nyakati kama na hii, jela hii yana wafungwa 509, yani mara 3 kuzidia ukubwa wake ya upokezi. Yani msongamano huo ndio njia halisi ya maambukizi huko korokoroni, alisema Alain Mobuka Egbolo, kiongozi wa shirika linalotetea haki ya hawa na kutoa tahadhari kama na hii. Habari ya usalama sasa. Kama nilitanguliza kusema, shirika la raia jimboni Kivu ya Kaskazini yasema kuvunjika moyo kwa kuzoroteshwa kwa hali ya usalama katika vijiji vingi vya usultani wa Bwito mtani Ruchuru, ikiwa watu zaidi ya 8 waliuliwa mwezi uliopita katika vijiji kadhaa. Shirika la raia alani pia uporaji wa mali ya wakaaji, kufungwa kwao pasipo hatia na manyanyaso ya vikundi vishikao silaha wa mahali, hususani wale wa wazalendo na waasi wa AFC M23. Shirika la raia yaalika viongozi husika kuwakinga wakaaji kupitia maamuzi maalum ya ukingo na usalama huko kunako usultani wa Bwito. Pole Munanga na habari kamili. Tukio la hivi karibuni zaidi lilitokea usiku wa kuamkia siku la 6. Mwanaume mmoja aliuawa na watu wenye silaha wasiojulikana huko Vichumbi, eneo lililoko kando ya ziwa Edward ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga. Katika ripoti iliyotangazwa siku ya 3 iliyopita, mashirika ya kiraia ya eneo hilo yalielezea hali ya kutisha ya usalama katika sheferi ya Bwito. Yaliripoti kuwa kati ya tarehe 28 Julai na 18 Agosti hii, takriban watu 10 waliuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye silaha wasiojulikana katika maeneo mbalimbali ya eneo hilo. Kulingana na shirika hilo, washambuliaji hao hufanya kazi hasa usiku, jambo linalofanya iwe vigumu kuwatambua. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuto kuheshimu kwa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na ukamataji holela na uporaji wa mara kwa mara katika vijiji kadhaa na kando ya barabara kuu. Barabara ya Kiwanja Kanyabayonga imetirika zaidi, huku magari yakishambuliwa mara kwa mara na watu wenye silaha. Taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo yatupeleka sasa huko Kasai Central, tukiwarifu kwamba kisha miaka 4 ya kukarabatiwa, shule liitwayo Complexe la Renaissance iliyojulikana zamani kwa jina maarufu Antenne Royal de Kananga inajiandaa kwa kuwapokea wanafunzi wake. Mashule 13 zilizomo zinatayarishwa kwa kufungua milango zao itakapoanzishwa mwaka mpya wa shule hivi karibuni. Habari hii ilitolewa na chumba cha kazi ya elimu nchini, inayofurahishwa na kuona utayari wa wanafunzi pia walimu.
Kwa muda wa miaka 4 ya kazi ya ukarabati wake, wanashule walitumwa kunako mashule zingine, kuna mara zilikuwa mbali sana na makao zao. Na utajua pia kama tunapokaribia mwanzo wa mwaka mpya wa shule ya hivi karibuni juma moja tu, kongamano la watetezi la walimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yatoa taswira mbovu ya kujukumiwa kijamii na kazi kwa walimu kote nchini. Katika kikao kikuu kilichoendeshwa kwa sababu kama na hii Jumamosi uliopita hapa mjini Kinshasa, kongamano lile yaomba kulipwa kitaratibu kwa walimu na wafanyakazi wengine wote wa serikali. Walimu wanaokuwa wanamemba wa kongamano hili walitahadharisha serikali kwa mgomo wa kazi ikiwa tu haitashikilia na kuweka kwa matumikio pendekezo hili, alisema msemaji wao Jean Bosco Puna. Naam, sasa na kualika mpendwa msikilizaji kufuata kipindi chetu cha pili ya matangazo yetu ya hii siku ya kwanza mapema, naye Bernardin Nyangi. Karibu. Radio Okapi, invité en Swahili. Tumempokea kama mwaliko wetu wa siku Bwana Bernard Chenge Mwenye, rais wa shirika la wapiga picha wa Maniema. Wakati upiga picha wabaki kuwa chanzo cha riski kwa familia kadhaa jimboni Maniema, wapiga picha hawana maabara ya picha ili kufanya kazi zao ipaswavyo. Wanawaomba mamlaka na wafanyabiashara kuanzisha maabara ya picha. Bernard Chenge Mwenye anazungumza na Florence Kizalunga. Bernard Chenge Mwenye, jambo. Jambo mwariri. Wewe ni mpiga picha kunako jimbo la Maniema. Ulimwengu liwatayarishia sikukuu nzima kwa ajili yenu nyinyi wapiga picha. Unaweza tuambia namna gani nyinyi wapiga picha wa Maniema mnakuwa mkitumika ama mumekamata hiyo siku namna gani kwanza? Asante kuniswali. Ni kazi nzuri kwa upekee na kwa utele. Tunatumika ile kazi ya kubamba picha, inasaidia watu sana. Kuko wewe banakuwa na manyumba mzuri, masomo mzuri, kusomesha watoto. Hapa kujimbo ya Maniema tunakumbwa na magumu yetu ni kusema hatuna mapare wala hata kuuza apare, hakuna hata mamezo inatuletea mapare ya bei. Ilafali tutume makuta Butembo kule kwa mazone rouge, tutume Kinshasa, ile yote na prendre ma risque. Na aussi tulikuwa na labo moya pakindu ni honorable Sale Kandol ishakufa, leo inakuwa mpane na wanatuambia mapiese koshere pa kutumana chini. Vraiment kwetu ni magumu, kwetu tunaomba kama batusaidie, inatuletea tena utata kwa wateja wetu. Sasa gisi umesema kwamba mlikuwa na labo moya, ile labo imeshaharibika. Kwa kutoshia watu mafoto, mapicha zao, mnakuwa mkifanya nini? Tunakuwa kutosha mafoto pa tutume Kinshasa, na kule Kinshasa inabeba muda mrefu. Kuko wateja benye mtu hawezi kuvumilia, kama alikupesha pesa yake mwingine anazania kama ulimkula makuta, vema ni magumu sana. Na kupitia hiyo magumu tunaona kwamba hii kwa siku ya leo sio tu mapicha za kutosha ndio watu wanakuwa wakifanya. Tumekuwa nasikia hiyo manaita tiwa shooting. Nyinyi pamoja na shooting imekuwa je, unaweza kutuelewesha kidogo? Ndio takuelewesha. Kuko mbalimbali. Unaona foto ya shooting, mtu atakutrete utaona kama inangara ku telefone, haina ile kilo. Ukataka kuimprimer ile foto utaona iko machenga sana. La vraie qualité ya foto ni yetu wapiga picha maalum, hapana ya telefone. Ni kusema kwamba wale watu wa shooting ni watu wenyewe wanafanya concurrence na nyie kwa siku ya leo, wanawapiganisha. Kwa ukweli wanatupiganisha, mesi wote ni wapiga picha, kuko mbalimbali au wanatumika na matelefoni, sitatumika na apare kabisa, ndio mbalimbali. Mesi bote tunafanya kazi moja. Umbali na hiyo utata wa kukosa labo foto hapa kujimbo la Maniema, magumu gani ambapo tena nyinyi wapiga picha mnakumbana nayo? Ile kukosa apare labo foto hapa tunakuwa na magumu ingine. Hata ukapenda utumikishe foto TikTok kwa kupata ikwatu wa Butembo, leo na kwa kukuya paka beaucoup de mois, ni magumu kabambi sana kunjia zote. Hii mafoto mnakuwa mkifanya inawasaidia zaidi na nini? Inatusaidia ya kwanza relation kwanza na batu. Juu photography alingiaka partout kwenye mtongi wazi kuingia, unaingia. Ya pili tunaishi na mafamilia, wengine wanafanya mariage, wanasoma, tuko mzuri kabisa. Sasa kupitia siku ya leo unaweza kuambia wasikilizaji wetu umuhimu wa picha ni gani kwa maisha ya mwanadamu? Vraiment foto inasaidia mtu sana. Hata kama ulifisha mama inapita miaka 10, kupitia picha kwa mwana unamkumbuka. Na bana kuambia tuko unasherekea bila kuwa na picha, vraiment ile sherehe yako haina faida. Ni kusema foto ama picha ni ya lazima sana kwa maisha ya mwanadamu. Mpasha kwa na konte ku bank, mesiku ya kufa habata lembelesha pale konte yako.
picha ndio batalembelesha, batakujua nayo. Ni kusema kwamba nyinyi wa fotografi wa Maniema eti mnapata mafunzo ya kufaa kwa ajili ya kuendesha hiyo kazi yenu vizuri? Ndio, kupitia vice president Crispin anatusaidia na mafunzo sana, paske ile mafunzo alitupatisia inatusaidia sana kupanda kielimu na kujua faida ya kazi na kuendelea mbele. Ni kusema kwamba kwenu haiko tu kusema kukuwa na appareil ndio kukuwa fotografi, mnachanga kuwa na appareil na mafunzo zaidi. Ndio, hata joueur batakuza, unajua inabili coach akusaidia kuambia banachezaka hivi kuposte yako. Mafunzo ni ya lazima kwa kazi yetu. Baki kuomba kuambia kwamba upane ombi moja kupitia hiyo siku yenu kwa wakuu viongozi, kwa watu wa moyo mwema, watu ambao petetre wanazarau wa fotografi, utawaambia nini? Mtu mwenye kulala na mauti ndo najua kama utisharibika. Ya kwanza batuheshimie, tunafanya kazi mzuri sana ya kuwaheshimisha nabo vile vile na sie tunajiheshimisha, na tunaomba tena kwa viongozi kutusaidia ile kazi ambayo nabo banaonekanaka kwa television, patusile tukue na labo foto hapa kwetu na tupate ba fournisseur ya mapare hapa kwa Maniema. Bwana Bernard Chenge Mwinyi, shukrani. Na sisi tunakushukuru dada Florence. Radio Okapi, dossier en Swahili. Mjini Bunia, kuzagaa kwa silaha zinazomilikiwa kinyume na sheria kwa baki kuwa changamoto kubwa kwa usalama wa umma. Licha ya kuboreka kwa hali ya usalama katika miezi hivi karibuni, visa vya wizi wa kutumia silaha vinaendelea kuripotiwa mjini humo. Hivi karibuni ofisi moja la kubadili fedha likashambuliwa na wanaojihami silaha mchana kati kwa mita chache tu kutoka kituo cha polisi. Wakazi wanatoa wito kwa mamlaka kuimarisha hatua za usalama na kuharakisha urejeshi wa silaha zinazomilikiwa kinyume na sheria. Ripoti yake Isaac Remoyope. Matukio ya ujambazi wa kutumia silaha yanaendelea kufanyika mjini Bunya. Karibu kila wiki matukio ya wizi katika maduka na biashara huripotiwa katika karta mbalimbali ya mji Bunya. Tukio la hivi karibuni lilitokea siku ya pili asubuhi katika mzunguko wa barabara wa Fina katika karta wa Yambiaya. Kwa mujibu wa washuhuda kadhaa, wanaume 6 wenye silaha wakifuatana na mwanamke mmoja walifika kwa pikipiki mbele ya ofisi ya kuhamisha fedha. Ili kuwatawanya watu waliokuwa eneo hilo, walifyatua risasi kadhaa hewani kabla ya kuingia ndani ya nyumba ya biashara. Baadaye wajambazi hao walichukua kiasi kikubwa cha fedha kinachokadiriwa kufikia dola za Kimarekani 13,000 kisha wakatoroka. Waendesha pikipiki za kubeba abiria, wafanyabiashara na wasafirishaji waliokuwa karibu walishuhudia tukio hilo bila kuwa na uwezo ya kuingilia kati. Wakiwa na mshtuko, wakaaji wengi wanashutumu kile wanachoita kutokuchukua hatua kwa haraka kwa polisi. Pia wanaeleza wasiwasi wao kuhusu kuendelea kuwepo kwa silaha zinazomilikiwa kinyume cha sheria ndani ya mji. Atoa security kidogo basi wale sabote shobe karibu na biro la polisi. Je, hii ni sabotage ya mubaya? Atoa security mbuni ya mzuri. Commune iko hapa. Na operation ya 4 minutes. Bapana Motorola kuita raforo hapa. Intervention pana, watu wanaenda ndio saa gari na kiafika. Shambulio hilo limetokea wakati ambapo FARDC hufanya doria na ukaguzi wa magari kila usiku katika barabara kuu ya Bunya. Kwa wakaji wengi, hatua hizi bado hazitoshi. Wanasitaka mamlaka kuimarisha usalama na kuongeza operesheni za kukusanya silaha zinazomiliki kinyume cha sheria. Sisi tunaomba tu amani, wafanye security. Kwa bakubwa peko ndio banzile formation ya ba policier ile. Kwa upande wake, kamanda wa polisi wa taifa la Kongo mjini Bunya amesema uchunguzi unaendelea ili kutambua na kuwakamata wahusika na ujambazi huo. Pia amehakikisha kuwa hatua za usalama zitaimarishwa zaidi. Kanali Abili Mwangu: polisi wawili waliokuwa zamu katika kituo cha Jemi Fina wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi. Polisi inakumbusha kuwa jukumu lao ni kulinda watu na kuhakikisha usalama wa raia pamoja na mali zao. Hata hivyo, jukumu hilo si la polisi peke yake. Polisi pia inaomba ushirikiano kwa kila mwananchi kwa kushirikiana naye ili kuimarisha usalama. Nikiripoti toka Bunya, Isaac Remoyope, Radio Okapi. Mwisho wa matangazo tulikuandalia kwa asubuhi ya leo. Aliyekutolea ni mimi Mark Marufimbo. Shukrani mpenda msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane tena kwa wakati ya jioni kwa matangazo mengine kwa lugha utukufu ya Kiswahili.